Kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, basi hakikisha unaepuka vyakula hivi vitano, kwa sababu ndio kati ya vyakula ambavyo vinakufanya mpaka leo hiyo changamoto yako ya kisukari haiishi. Basi chakula namba moja ni pale ambapo unapotumia vyakula vyenye sukari ya kuongeza. Manake ni pale ambapo unapotumia chai lakini unaongeza sukari mara kwa mara. Hii ni kati ya kitu ambacho kinaweza kapelekea wewe sukari yako ishindwe kupona moja kwa moja. What is this? Lakini chakula namba mbili ni kutumia vyakula vya wanga. Hapo tunazungumzia mkate, tunazungumzia chapati, maandazi na viazi kwa wingi. Hii mara nyingi huwa inapelekea moja kwa moja sukari yako ishindwe kuweza kupona mara nyingi. Lakini kwa wale pia ambao wanatumia ugali mara kwa mara na ugali mkubwa, kutumia ugali sio makosa, lakini unapotumia ugali kupitiliza, hii inaweza ikapelekea moja kwa moja sukari yako ishindwe kupona kwa haraka. What are you saying? What are you saying? Na chakula kingine ni pale ambapo unapotumia soda za viwandani au juisi za viwandani. Hivi ni kati ya vinywaji ambavyo vinapelekea wewe kuweza kuongeza sukari mwilini mara kwa mara, kwa sababu sukari inashindwa kutoka kwenye damu kwenda kwenye seli ili iweze kufanya kazi vizuri. Mwisho wa siku sukari inabaki kwenye damu na wewe unapata changamoto ya kisukari endelevu. Sasa hakikisha kama wewe ni mgonjwa wa kisukari unaepukana na hizo changamoto, lakini pia kwa wale ambao mna changamoto ya kisukari, chukua namba yangu hapo bio nikusaidie nini ambacho unatakiwa kufanya, lakini pia nikupe program ya maelekezo na mazoezi, lakini pia na nini ambacho unatakiwa kufanya kuanzia asubuhi mpaka jioni ili uweze kurudia katika hali yako ya kawaida.